Pamoja na kuamini matumizi ya nguvu na mkono wa sheria katika kutokomeza dawa za kulevya na kuona kwamba ndio njia pekee ya kutokomeza tatizo hilo, ushahidi unaonyesha kwamba vita dhidi ya janga hilo haviishii tu kwenye ukamataji wa wahalifu na hatua za kisheria pekee. Elimu, ushirikishaji wa vijana walio katika mazingira hatarishi na kuwatumia waraibu wa zamani kama waongoza njia vimeendelea kuthibitika kuwa mbinu zenye matokeo ya kudumu. Hata mpango wa Umoja wa Afrika wa kudhibiti dawa za kulevya na kuzuia uhalifu, yani African Union Plan of Action and Drug Control and Crime Prevention, unazitaka nchi wanachama kuwekeza zaidi katika kinga, elimu, matibabu, urejeshaji wa waraibu na ushirikishaji wa jamii badala kutegemea adhabu pekee. Mpango huo unaeleza kwamba vijana ndio kundi linaloathirika zaidi, hivyo jamii nzima inapaswa kuwa sehemu ya suluhisho. Lakini je, dawa zipi zimekuwa zikiathiri zaidi vijana wa jiji la Tanga? Na kwa nini jiji hilo limeamua kuwageuza waraibu wa zamani kuwa sehemu ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya? Ninaitwa William Mwanyemi Kimweli. Ninatokea taasisi ya Gift of Hope. Mimi ni afisa ustawi wa jamii. Ukiangalia katika mkoa wetu wa Tanga, hasa vijana wanatumia dawa za kulevya aina skanka, bangi na mirungi. Hiyo imekuwa ni tishio kubwa sana katika mkoa wetu wa Tanga. Vijana sana wanatumia hizo dawa za kulevya. Skanka hiyo ni aina ya dawa za kulevya ambayo ni jamii kama ya bangi, lakini sio bangi. Lakini katika nchi yetu ya Tanzania haizalishwi Tanzania, inatoka nchi za nje. Baada ya kupitia maisha ya uraibu, ushuhuda wa mtu aliyewahi kuathirika una nguvu kubwa ya kuwabadilisha vijana kuliko maonyo ya kawaida, kwa sababu unaonesha athari halisi za dawa za kulevya na uwezekano wa kubadilika. Sasa sababu ni nini? Kwanza ni ukosefu wa elimu, kwamba bado wanatumia dawa za kulevya na ni kitu cha kawaida, lakini hawajajua madhara yake ni nini baadaye. Kwa ndio maana sasa sisi au mimi kama afisa wa jamii nahakikisha kwamba natoa elimu kwenye jamii kuhusu madhara hizi dawa za kulevya, ili kuhakikisha kwamba jamii wanapata uelewa, wasijiingize kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini ikiwa mtu ameshajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, kuhakikisha kwamba tunamlinki kwenye huduma ili aachane matumizi ya dawa za kulevya. Hata hivyo, viongozi wa kijamii wanaamini kwamba tatizo halianzii na dawa zenyewe, bali huanzia kwenye mazingira yanayozunguka vijana. Kwa jina naitwa Halima Musa Kirua, mkazi wa hapa Kivumbitifu, mjumbe wa serikali za mitaa. Wazazi inatakiwa uwe makini sana na hao watoto. Usione kwamba eti mtoto katoka asubuhi mpaka usiku saa 8 anakuja. Hujui anakolala. Kwa wastani unataka mtoto akalewe. Inatakiwa uwe mdhibiti wewe mwenyewe mzazi kama mzazi. La kwanza kumjua mtoto asiwe akapata ile habari ni wewe mzazi. Kwa jina naitwa Bunu Omari Bahero, ni diwani wa kata Tangasisi. Kule kukaa sehemu moja kwa hawana shughuli za kufanya kumewaletea madhara makubwa sana. Hata ukichukulia idadi ya kutoka mwaka 2014 mpaka mwaka 2019-20, wakati mimi nikiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, tulikuwa tunapambana na wimbi kubwa sana hilo la wizi wa ovyo ovyo, kwa sababu akishashikwa na hamu yeye atafanya chochote ili aweze kupata hela ili aende akapate uraibu wake wa madawa ya kulevya. Na ndio maana hata kumeanzishwa ligi za kata, zimeanzishwa ligi ya halmashauri, ili mradi watoto waweze kuondokana na kukaa kusikokuwa na maana, vikaa magenge yasiokuwa na maana, kwa sababu mtu akishatoka hapa kwenye michezo anakwenda kupumzika. Kwa hiyo hata yale magenge yakuwa hayana maana, kupumzika na michezo. Bahati nzuri na watoa jasho inajengea afya zao na ni ajira sasa hivi. Kwa jiji la Tanga, suluhisho halikuwa kuwafukuza wala kuwanyanyapaa waraibu wa dawa za kulevya, bali kuwapa nafasi ya kuwa sehemu ya mabadiliko. Kupitia mradi wa Focus on Youth Not the Substance unaotekelezwa na Gift of Hope Foundation kwa uratibu wa Innovex na ufadhili wa Foundation Botna chini ya programu ya Tanga Yetu, waraibu wa zamani wamekuwa wakitoa elimu kwa vijana, familia na jamii kuhusu athari za dawa za kulevya, namna ya kujiepusha nazo na umuhimu wa msaada wa mapema. Happiness Mashauri ni mmoja wa waelimishaji rika wanaowafikia vijana mtaa kwa mtaa. Kwa siku ya leo tumekuja hapa uwanjani kutoa elimu kinga za dawa za kulevya kwa hawa vijana wetu waalika kuanzia miaka 11 mpaka 34. Kwa sababu hawa ndio walengwa hasa wa matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo tumekuja hapa kuwapa hii elimu maana dawa za kulevya na jinsi ya kujitoa kwa ambao tayari wamejiingiza katika matumizi hayo. Katika mkoa huu wa Tanga, hasa Tanga mjini hapa, dawa ambazo tumezibaini hasa na kuna mirungi, bangi, cocaine na Valium. Hizo ndio dawa nyingi ambazo zinatumika na vijana wengi wa hapa Tanga. Hasa mirungi kwa sababu tupo karibu na Mombasa.
Kwa hiyo mara nyingi watu dawa zinatoka Mombasa zinaingia hapa mkoani kwetu. Mbali na elimu inayotolewa kwa vijana, viongozi wa dini wanaamini kwamba kinga ya kudumu dhidi ya dawa za kulevya huanzia kwenye malezi ya mtoto. Wanasema familia zinapaswa kujenga maadili, kuimarisha mawasiliano kati ya wazazi na watoto na kuhakikisha vijana wanalelewa katika misingi ya imani na uwajibikaji. Mimi kwa majina naitwa Mchungaji Samuel Mdoe wa kanisa la Gospel Revival Center. Kuhusiana na swala zima la madawa ya kulevya, tunaamini serikali inasimamia hili jambo sana, inapiga kelele kila wakati, lakini jamii pia naisemea kwamba inapaswa kuwa na elimu, kufundisha vijana wetu kumpenda Mwenyezi Mungu. Unajua tunajisahau, tunaanza kuwafundisha wakiwa wadogo, nendeni ibada, nendeni madrasa, nendeni kanisani, lakini wakishafika umri wa kujitegemea tunaachana nao, wanaanza kuingia kwenye vigenge na ushawishi mbaya. Tunaomba kwa yeyote yule ambaye anasikia ujumbe huu, turudi kuwafundisha kwenda kanisani, kwenda msikitini, lakini na vijana wenyewe wafahamu kwamba kile wanachokifanya mwisho wa siku wataenda jehanamu, wataenda motoni. Ni bora warudie Mungu, wafanye mapenzi mema ili maisha yao yawe na afya, lakini baada ya hayo wawe na uzima wa milele au kuishi maisha matakatifu. Hii ndio ushauri wangu kwa Tanzania na yeyote ambaye anasikia ujumbe. Tunapaswa kumrudia Mungu. Hakuna njia nyingine. Serikali inapiga kelele, lakini tukiwa hatuna hofu ya Mungu, hatuwezi epuka ubaya. Lazima tuwe na hofu na Mungu ili tuepuke mabaya. Kwa majina naitwa Elizabeth John Nguruko. Ni mkazi wa Kivumbitifu, kata yetu ya Tangasisi. Mimi niseme kwamba hata sisi au mimi kwenye familia yangu pia ilikuwa hiyo hali, kwa sababu ilikuwa kuna vijana wetu au kaka zangu walikuwa wanatumia hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni hali moja ngumu sana, ambayo ukimkuta kijana yeye anatumia hayo madawa, kwa kweli inatia uchungu, kwa sababu unakuwa hata future ya maisha yake inakuwa haipo tena, anapoteza mwelekeo wa maisha. Kwa upande wake, jeshi la polisi linasema pamoja na kuendelea kusimamia sheria dhidi ya wanaojihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya, limeendelea kuwekeza zaidi katika elimu kwa jamii na ushirikiano wa wadau, kwa kuwa uzoefu unaonyesha kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Inspekta Sharifu Kawinga kutoka kitengo cha kupambana na dawa za kulevya mkoani Tanga anafafanua zaidi. Unajua uhalifu mwingi wa hapa Tanga yetu hapa ni zao la matumizi ya dawa za kulevya. Ndio uhalifu mwingi. Robbery, wizi wa kawaida wa kupora wa nini, mazao yake ni matumizi ya dawa za kulevya. Siku za nyuma ilikuwa ukikamata mwizi ni mtumiaji wa dawa za kulevya. Robbery ni mtumiaji wa dawa za kulevya. Malalamiko kwenye familia, huyu mtoto anaanza wizi, ukifuatilia ameanza kutumia dawa za kulevya. Kwa hiyo ilikuwa ina madhara makubwa sana. Ukienda pale mahabusu, kila tokeo mhoji unakuta ni zao la dawa za kulevya. Lakini sasa hivi kwa kiwango kikubwa sana wamepungua. Kwa hiyo hata vijiwe sasa hivi nenda barabara 16 pakavu kabisa pale. Pale ilikuwa kama unaweza ukasema sio nisemeje. Ilikuwa gari ya polisi ikifika pale watu wanakimbia. Ni makundi ya watu wanakimbia ya waraibu. Ilikuwa ukienda Sahare the same applied. Ukienda stendi ya zamani the same. Unakuta watu wamelala kwenye ile mitaro ya stendi moja. Watu wamelala. Kwa hiyo jitihada hizi za uelimishaji kupitia hizi asasi kushirikiana na sisi, lakini kupata yale matibabu pale, dawa ile ya methadone, lakini pale kwenye mati pia kuna uelimishaji pia unaendelea pale. Kwa hiyo mapokeo yamekuwa makubwa. Zamani hata mapokeo kwenye jamii bado yalikuwa ni magumu. Mimi nakumbuka mwanzo wakati zimeanzishwa hizi sober house. Watu walikuwa wanapiga simu polisi kwamba kuna vibaka wamejikusanya wanaishi kwenye nyumba fulani. Mnapigiwa simu. Polisi, kuna vibaka wamejikusanya wanaishi nyumba fulani. Kwa hiyo ilikuwa ukitoka unaenda kwenye nyumba unawaambia ile ni sober house. Ni watu wamehifadhiwa pale waraibu kwa ajili ya kupata huduma, kwa ajili ya kupata utengemao. Kwa hiyo jamii ikaenda ikaelimishwa, ikaja ikaelewa. Namna ambavyo jiji la Tanga limechagua kupambana na dawa za kulevya kupitia elimu, ushirikishwaji wa jamii na kuwatumia waraibu wa zamani kama mabalozi wa mabadiliko
linaweza kuwa somo kwa maeneo mengi nchini Tanzania, kwa sababu kila kijana anayezuiwa kuingia kwenye uraibu ni maisha yaliyookolewa, familia iliyolindwa na nguvu ya kazi ya taifa iliyohifadhiwa.